Huenda 4-3-3 ya Dimitar Pantev ikapata kilicho bora kutoka kwa Elie Mpanzu katika hali ya mwendelezo. Msimu uliopita katika muundo wa 4-2-3-1, Elie Mpanzu alikuwa na majukumu ya kupokea mipira katika eneo la half space, eneo la ndani karibu na anapokuwepo namba 10, na kwa kiasi fulani kulikuwa kuna mchango wa kuridhisha kutoka kwake, lakini hali msimu huu imebadilika. Kumekuwa kunaonekana kuna kiwango cha kupanda na kushuka kutoka kwa Elie Mpanzu anapopewa majukumu ya kucheza kwenye eneo la ndani zaidi, tofauti na akiwa pembeni ya uwanja. Na kwa namna ambavyo Dimitar Pantev anataka timu yake icheze katika muundo wa 4-3-3, naona akiwa anakwenda kurudisha ubora wa Elie Mpanzu katika hali ya mwendelezo. Na nitatoa mfano na nitawaambia ni kwenye mechi gani msimu huu Elie Mpanzu alionekana kuwa vile ambavyo tulitamani kumuona tangu msimu unaanza. Kwenye mchezo dhidi ya Fountain Gate, kwenye kipindi cha kwanza Mpanzu hakuwa na mchezo mzuri, na ni kwa sababu Simba bado walikuwa wanacheza kwenye picha ya Fadlu. Lakini kwenye kipindi cha pili Simba walibadilika na kucheza katika muundo wa 4-3-3. Mpanzu akawa anakaa zaidi pembeni ya uwanja, tofauti na kipindi cha kwanza ambapo alikuwa anakaa zaidi ndani. Na kipindi cha pili cha Elie Mpanzu kwenye mchezo dhidi ya Fountain Gate kilikuwa tofauti kabisa na kipindi cha kwanza. Alikuwa na performance moja nzuri sana kwenye kipindi cha pili. Alionekana kuwa Mpanzu ambaye watu walitamani kumuona kwa kiasi kikubwa sana. Lakini pia hata katika mchezo dhidi ya Namungo alipokuja tena kurudishwa katika majukumu ya kucheza zaidi kwenye half space, ndani zaidi, kipindi cha kwanza katika wachezaji ambao performance zao zilikuwa za chini alikuwa ni Mpanzu, na hata wengi waliotazama ule mpira hawakufurahishwa na idadi ya touches ambazo alikuwa anazichukua, namna ambavyo mashambulizi mengi alikuwa anakufa kwenye miguu yake. Mpanzu anataka apate feel ya mpira, anataka uguse mara nyingi mpira, na hichi ni kitu ambacho ili kipatikane kutoka kwake na kiweze kupatikana kikiwa kwenye mazingira ya kukupa kilicho bora, ni lazima awe anatokea pembeni zaidi ya kiwanja. Kwa hiyo kwa namna ambavyo Dimitar Pantev anataka timu yake icheze 4-3-3, ambayo fullback anakwenda kumsupport winga, lakini pia kiungo wa katikati naye anaongezeka kwenye half space, maana yake hii inamuondolea majukumu Elie Mpanzu ya kulazimika kuingia ndani, na itamfanya acheze pembeni zaidi ambako ndiko ubora wake kwa kiasi kikubwa sana unapatikana.